Tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa wana parokia ya Kijichi, mwanzo wa adhimisho hili niliwasalimuni nikiwaambia heri ya sikukuu. Na nilipofanya hivyo nililenga mambo matatu. Nililenga kuwatakia heri na baraka ya Christmas. Nililenga kuwatakia heri na baraka ya mwaka mpya. Lakini pia nimelenga kuwatakia heri na baraka kwa sikukuu yenu kama parokia ya Epifania. Narudia tena kuwatakieni heri na baraka wana Epifania. Ninapenda kusadiki kwamba mnajua maana ya Epifania, lakini nijiridhishe kuwa inawezekana wakawepo wapya ambao wamehamia parokia hii siku za karibuni na jina Epifania likawa geni kwao. Epifania maana yake ni kujitokeza, kujidhihirisha, kujionyesha. Leo kanisa linaadhimisha kujidhihirisha, kujionyesha au kujitokeza kwa Masiha. Huyo ni Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Huyu ambaye tunaadhimisha kujitokeza kwake leo, tuliadhimisha kuzaliwa kwake siku ya Christmas. Na kuzaliwa kwake kulichukua sura katika mazingira ya Kiyahudi. Yeye ni Masiha aliyetazamiwa na Wayahudi bila shaka, lakini ni Masiha wa watu wote. Ni Masiha wako, ni Masiha wangu, ni Mwokozi wako, ni Mwokozi wangu. Huyu ambaye ni Masiha wa Wayahudi pia ni Masiha wa watu wote. Na leo tunaadhimisha kujidhihirisha kwake kwa watu wa mataifa. Sasa kama ufahamu, wewe na mimi kwa mtazamo wa Wayahudi ni watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni wale ambao walikuwa sio Wayahudi. Kwa hiyo sio kwa asili watu wa taifa teule. Ni watu ambao unaweza kusema kwamba walikuwa wapembezoni, wa kutupwa au hata wa kubezwa. Lakini Mungu anawapenda watu wake wote, na ndiyo maana ametupatia Mwokozi. Kristo ni Mwokozi wa mataifa yote. Ni Mwokozi wa Wangindo, ni Mwokozi wa Wandengereko, ni Mwokozi wa Wazaramo, ni Mwokozi wa Wamakonde, ni Mwokozi wa Wachaga, ni Mwokozi wa Wapare, wa Masai, wa Luguru na kadhalika. Haidhuru kabila lako ni lipi, wewe Kristo ni Mwokozi wako. Na leo Kristo amejidhihirisha kwako. Kristo amejidhihirisha kwangu. Kristo amejidhihirisha kwetu.
Katika tukio hilo la kujidhihirisha, tumewakilishwa na watu wanaitwa mamajusi. Eti watoto wa Utoto Mtakatifu. Mamajusi ni mijusi au ni nini? Mamajusi ni nini? Watu watu. Vema, mamajusi ni watu kutoka mashariki, watu ambao ni wataalamu wa nyota. Hao watu kutoka mashariki waliona nyota ya Masiha. Hiyo ni nyota ya Masiha wa kifalme. Wakaifuata hiyo nyota, ikawaongoza mpaka wakafika mahali ambapo alikuwepo mtoto na mama, na walipofika wakamwabudu. Walipofika wakamsujudia. Nawe leo umekuja hapa ili kumwabudu Bwana, ili kumsujudia Bwana, ili kumuungama kuwa yeye ndiye Masiha na Mwokozi wako. Hawa wanaotuwakilisha walienda na zawadi. Je, wewe mwana Kijichi, umemletea Masiha, umemletea Mwokozi wako zawadi gani? Au umekuja mikono mitupu kasema mimi maskini bwana? Hakuna ambaye ni maskini mno mbele ya Mungu. Unapokuja kwa Kristo, pamoja na vyote unavyoweza kuleta, leta roho iliyo safi, leta dhamiri nyofu, leta nafsi iliyotakata, leta utu mtakatifu, leta malengo ambayo yanampendeza Mungu, leta msimamo ambao ni thabiti. Hawa mamajusi walileta zawadi bora kabisa zinazotambulika katika mafungu matatu, na hayo mafungu yanabeba utajiri, yanatufundisha. Zawadi ya kwanza walioleta kwa Yesu ni dhahabu. Dhahabu ni zawadi anayopewa mfalme. Kwa hiyo mamajusi walipomkuta mtoto Yesu, walimuungama kuwa ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana. Na wewe nakualika umtambue Kristo kama mfalme wako, Bwana wako na Mungu wako. Pili, walimletea zawadi ya ubani. Ubani kwa Wakristo ni zawadi inayobeba sala za watu kuzipeleka kwa Mungu. Kwa hiyo ubani ni zawadi anayotolewa Mungu. Hawa mamajusi walimtambua na kumuungama Kristo kuwa ni Bwana na Mungu wao. Nanyi wana Kijiti, mtambueni Kristo kuwa ni Bwana na Mungu wenu. Mwabuduni kwa unyofu na utakatifu. Mwabuduni kwa imani safi na thabiti. Mwabuduni kwa msimamo usio yumba. Muwe thabiti katika imani yenu kwa Kristo. Zawadi ya tatu walimletea manemane.
Hapo nitawarudia tena, watoto wa Utatu Mtakatifu. Hivi manemane ni mapesa pesa au ni nini? Hapo mmetoka Kapa Manemane ni mafuta marashi yenye harufu nzuri. Narudia kwenu, watoto wa Utatu Mtakatifu, manemane ni nini? Mafuta au marashi yenye harufu nzuri. Haya ndiyo mane. Kwa hiyo walimletea Yesu manemane. Katika zawadi hiyo wanatabiri kazi kubwa ya ukombozi wetu atakayeifanya Kristo. Kristo huyu atateswa, atakufa, atafufuka. Kwa hiyo hayo manemane, marashi au mafuta yenye harufu nzuri, yanatabiri kifo cha Kristo, yanatabiri kuzikwa kwake, yanatudokezea ufufuko wake. Kwa hiyo kwa kumpa zawadi hiyo wanamuungama kama Mwokozi wetu, Mwokozi ambaye amejishusha akajitoa bila kujibakiza, akafa kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Na kwa msalaba huo sisi tumekombolewa, na kwa msalaba huo sisi tumewekwa huru, na kwa msalaba huo sisi tumepatanishwa na Mungu. Sasa hayo ndiyo tunayoadhimisha sisi wana Kijichi na kanisa lote. Na kwa sababu hiyo narudia tena kuwatakieni heri na baraka kwa sikukuu yenu. Mjipigie sasa makofi. Ninyi ni mojawapo kati ya parokia za Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Asubuhi niliuliza eti imeanzishwa mwaka gani? Nikaambiwa kidogo kwa namna ambayo ni sio hakika sana, lakini nataka kuwatambua kama parokia kongwe, kama parokia komavu, kama parokia ambayo mmeonyesha kujituma. Leo ninaposali katika kanisa lenu hili, napenda niwapongeze kwa kazi kubwa mlioifanya katika kulikarabati kanisa hili. Linazidi kuwa imara, linazidi kuwa zuri. Linafaa sasa kwa jina la Kanisa la Epifania. Najua kwamba bado mnaendelea na kazi, lakini nawaalika mnapoendelea na kazi ya kukarabati kanisa hili, msisahau kujikarabati wenyewe. Kanisa hili lililo zuri liwe ni kielelezo cha uzuri, cha uimara, cha usafi na cha utakatifu wa kila Mkristo wa Kijichi. Nawaalika mnuie kuwa kanisa la mfano, parokia ya mfano katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Wale watakatifu tuliowaita wa mamajusi wanatambulika kama Gaspari
Melkiori na Baltazari. Narudia tena, wale mamajusi tuliowataja huwa wanatambulika kama Gaspari, Melkiori na Baltazari. Naomba kila mmoja wenu ajitanabaishe kama Gaspari wa Kijichi, Melkiori wa Kijichi na Baltazari wa Kijichi. Hongereni. Tusimame.